Filamu inaanzia baharini bwana, ambapo tunaona kuna kiboti ambacho ndani yake kulikuwapo kuna mama mmoja akiwa pamoja na mumewe. Huyu mama yeye ndo kama captain ya. Na jina la huyu mwanamke anaitwa Kila akiwa na mumewe Antoine, na uvuvi ilikuwa ni kazi yao ya. Na walikuwa wanavua samaki au crab na viumbe wengine wa baharini kwa ajili ya kufanyia biashara. Na asubuhi ile baada ya kumaliza uvuvi wao na nini, akawa ametoka kwenda sehemu kuonana na mtu. Inaonyesha akawa ameingia ndani na nyumba ilikuwa iko tulivu sana na kulikuwa hakuna mtu mdau. Lakini muda mfupi baadaye akatokea kijana mmoja anaitwa Max. Na kwa sababu Kila mdau walikuwa anaangalia vitu pale, Max akamwambia kwamba umeona hiki hapa ni kitu ambacho kina miaka zaidi ya 50 kutoka kwa babu zake wa huko zamani. Lakini muda mfupi baadaye akaingia mwanamke mwingine, na huyu mwanamke mwingine alikuwa ni mama yake na huyu Max. Na hapa ndo tunaweza kugundua kwamba Kila amekuja hapa kwa ajili ya kumfundisha Max uwezo wa kufanya uvuvi. Mama yake akamwambia kwamba napenda sana mwanangu aingie kwenye mambo ya uvuvi, na tafadhali naomba umsaidie kwa sababu wewe ni mtu ambaye umekuwa kwenye uvuvi kwa muda mrefu, natamani naye ajifunze. Kweli bwana. Kila akamwambia hamna shida. Akamchukua pale Max, hao wakasogea moja kwa moja mpaka eneo la bahari bwana, na wakaingia kwenye ile boat pamoja. Sawa. Sasa siku ya pili akamintroduce Max kwa mumewe, na ndipo process za mafunzo zikawa zimeanza, yani zile full processes. Akaanza kumfundisha muda wa kuamka, namna ya kukamata samaki, namna kwa hifadhi, kuwashika vizuri na vitu kama hivi. Na jioni walivyorudi wakawa wamewahifadhi samaki wote waliokamatwa kwenye kontena kwa ajili ya kuwalinda, yani ya usalama wa samaki. Na usiku wakawa wamerudi nyumbani, ambapo Max akawa amekaa nao pale usiku, na yeye akashare kwenye nyumba yao pale pale kwamba atalala pale naye. Walikuwa wana nyumba ndogo sana ambayo ilikuwa ni ngumu sana hata kumwalika mtu mwingine kuweza kupata nafasi. Basi Kila akamfuata Max na kumwambia Max, najua utakuwa hauko comfortable kwenye nyumba hii, basi nenda kalale hotelini. Lakini Max akamwambia hapana, mimi niko sawa kabisa, nitalala hapa hapa. Lakini shida ilikuwa ni kwamba hawa wawili, mtu na mumewe, ilikuwa ni ngumu sana kumwagiana mayonnaise kwa sababu kuna kijana humu ndani na ni kijana mdogo, hawezi kusikia kelele za umwagianaji mayonnaise. Sasa siku zikazidi kwenda, Kila akawa anazidi kumfundisha Max, lakini kuwa baharini sio kitu kirahisi. Unajua kuna wakati Max akawa anatapika na Kila anamwambia Max, usiangalie maji kwa sababu mawimbi yanakufanya upate kizunguzungu, na ukipata kizunguzungu unatapika. Akawa anajifunza sana, anaendelea kujifunza, na ikifika jioni wakati mwingine anaenda nao hadi sokoni kwa ajili ya kufanya marketing au kuwauza au samaki. Na baada ya kazi jioni wanatoka na kwenda baa pamoja na Kila na mumewe, ambapo angalau wanaenda kuenjoy baada ya kazi kubwa ya siku nzima. Siku moja jioni bwana, usiku, Kila akawa amesikia kelele bwana, kelele kubwa sana, na kulikuwa kuna mvua kubwa mno inanyesha. Alivyotoka akakuta mlango uko wazi bwana, akamwangalia Max hayupo chumbani kwake. Basi akachanganyikiwa, akatoka nje na kwenda kumtafuta. Akaenda kumtafuta huku na kule, huku na kule, na baadaye akakutana na Max akiwa anatokea kwenye vichaka huko. Akamwambia vipi wewe? Lakini Max akamwambia nilienda kumwokoa huyu mtoto wa mbwa. Akamwambia huyu mbwa angefariki nisipoenda kumwokoa, kwa sababu hii mvua ni kali sana, ni mvua kubwa ya upepo mkali. Na angalau akawa amerelieve baada ya kumwona. Lakini Kila akafoka pale na kumwambia marufuku kwenda nje kwa wakati mbaya kama huu ambao kuna mvua kali kama hizi, kwa sababu ni hatari sana kwako. Upepo ungezidi au storm ingezidi, maana yake yamkini ungepoteza hata maisha yako. Wakarudi ndani na Kila akawasha moto ili kijana apate joto na yeye, kwa sababu pia alikuwa nje na ilikuwa ni baridi kali sana. Lakini bado akamwona kijana akiwa anatetemeka sana. Basi Kila akasogea bwana na kuanza kumkumbatia ili angalau apate joto, kwa sababu ile baridi ilikuwa ni kali sana. Lakini ghafla bwana, atmosphere ikabadilika pale, namna ambavyo
Max akaanza kumwangalia Kira bwana. Lakini Kira akawa ameshtuka pale, naye alivyomwona kijana anamwangalia kwa macho lile jicho la kuanguka, akasema hapa mtoto wa watu anaweza akajimwagia mayonnaise mwenyewe. Basi akaamua kwenda chumbani kwake haraka sana. Siku inayofuata asubuhi mambo yakawa yamerudi kawaida kwa sababu wamerudi kazini. Lakini Kira yeye hakuenda kuvua kama ambavyo siku zote huwa anafanya. Basi Anton pamoja na Max, yani mume wa Kira pamoja na Max, wakawa wameingia baharini wao. Na siku ile Kira alikuwa ameachiwa watoto wa rafiki yake kwa ajili ya kukaa nao siku ile. Akawa anamsaidia rafiki yake kulea watoto siku ile. Sasa siku inayofuata watu wote wakawa wamekusanyika kwa ajili ya ndoa iliyokuwa inafanyika pale. Na hii ndoa ilikuwa ni ya miongoni mwa marafiki zao pale. Huyu jamaa alikuwa ni mtu mzima ambaye anaoa na amepata mwanamke angalau mbichi kidogo. Bwana, sherehe zikaenda vizuri kwelikweli pale. Watu wakafurahi, na kwenye sherehe ya harusi sasa Max akanapiga filimbi pale. Watu wanacheza kwelikweli, wanaenjoy bwana. Lakini muda mfupi baadaye, wakati ile sherehe inaendelea, Max akawa ametoka nje kidogo kwa ajili ya kupata hewa bwana, na Kira akawa amemfuata. Lakini wakiwa kule kuna kitu kikatokea bwana. Wakiwa wanaongea pale pembezoni mwa barabara, Max akasema hebu tuende kwenye ile jengo pagale ambalo liko pale, kwa sababu hilo jumba lilikuwa limetelekezwa na mmiliki wa nyumba kwa muda mrefu sana. Upande wa pili party inaendelea, lakini hao wawili wametoka kwenye ile party ya harusi na nini, wako kwenye jengo lililotelekezwa na wene nyumba, unajua. Sasa wakiwa pale bwana, mara ghafla Kira na Max mambo yakabadilika bwana. Kijana Max akatoa gauni na kumpa Kira na kumwambia kwamba hebu vaa gauni hili. Alivyovaa lile gauni, mambo yakabadilika zaidi bwana. Kumbuka walikuwa wamelewalewa kidogo. Kijana akaanza kupakua manyama kwa mama mtu mzima bwana. Mayonnaise zikamwagwa mle ndani. Na baada ya pale ghafla bwana, Kira akajishtukia na kuona kwamba nimefanya makosa. Chap, akarudi kule harusini bwana. Na alivyoondoka hakuongea neno lolote pale. Akaenda na kumkumbatia mumewe sana ya. Na moyoni mwake ile guiltiness ikawa imejaa kwelikweli kwamba amemsaliti mume. Na mioyoni mwake akawa ameamua kusema kwamba hichi kitu hakitokuja kutokea tena. Lakini muda huo Kira akamwambia mumewe Anton kwamba sasa nadhani ni muhimu Max atafute sehemu nyingine ya kwenda kukaa, kwa sababu sisi bwana tunashindwa kupata ile private time yetu. Nimezimisi mayonnaise zako. Lakini lengo lake lilikuwa ni kumsogeza mbali na wao ili isije katokea janga lingine ambalo likawa baya zaidi. Siku inayofuata Max akawa ametoka kwenye nyumba yao bwana na kupanga kwenye chumba kimoja cha moteli karibu na baharini pale. Sasa siku chache baadaye Anton akawa amesafiri nje ya nchi kwa shughuli za kibiashara. Sasa Kira na Max wamebaki wawili. Sasa wakawa wanazidi kwenda baharini kwenda kufanya uvuvi, na Kira akawa anampotezea Max. Hataki mazungumzo na Max hata kidogo. Yeye alichokuwa anafanya ana focus na kazi tu. Sasa siku moja kuna binti akawa amemtembelea bwana Max pale kwenye geto lake jipya. Na huyu binti ni binti ambayo walikutana kwenye harusi siku ile. Na binti alivyoingia tu pale nyumbani kwa Max, kitu cha kwanza alichomwambia Max kwamba Max, mimi nakupenda, naomba tuingie kwenye mahusiano. Lakini Max akakataa, akamwambia bwana, mimi siko tayari kuingia kwenye mahusiano kwa wakati huu. Binti akamwambia vipi, una mwanamke mwingine? Akamwambia hapana, lakini ni kwamba sina mpango. Lakini yule binti akaendelea kuja siku hadi siku, mpaka siku moja Max ikabidi tu amwage mayonnaise. Ilikuwa haina namna sasa. Sasa muda uko umeenda, huku nyumbani Kira akaanza kuona yuko lonely. Mumewe aliyemzoea hayupo. Na kwa sababu kila siku alikuwa anaenda kuvua na Max, ukaribu wao ukazidi kuwa mkubwa zaidi, na muda wote wako pamoja wawili. Sasa siku moja bwana, cheche zikawagonga bwana kwenye boti bwana. Wakajikuta wamekaribiana bwana ndani ya boti, na kilichoendelea ilikuwa ni hatari zaidi, na wakamwagiana mayonnaise kwenye boti bwana. Na kuanzia pale hao wawili wakaanza kuwa na mahusiano bwana. Muda wote ambao Antoni hayupo, mahusiano ya siri kabisa. Yaani wakawa na ukaribu mkubwa siku zilivyozidi kwenda. Hadi Kira akaanza kumsahau mumewe. Chezea mayonnaise za kijana. Lakini unajua siri huwa hazifichiki. Majirani wakaanza kumwangalia vibaya Kira. Hadi marafiki zao wa karibu wakawa wamewashtukia kile kinachoendelea. Hadi yule rafiki yao ambaye alikuwa ametoka kuoa siku ile, siku moja akaamua kumtembelea bwana na kumwambia kwamba wewe, ninajua mahusiano yako wewe na yule kijana ambaye ni mdogo kiasi kwamba ungeweza kumzaa, yule ni sawa na mwanao kabisa. Lakini Kira akakataa kabisa bwana. Lakini jamaa akamwambia kwamba ninajua, na
nimesikia kila mtu anaongea kuhusu hilo, na mimi ninaona kama ina make sense kulingana na kile ninachokiona kati yenu. Lakini licha ya hayo yote, bado Kira hakuacha bwana, akaendelea kufanya yale ambayo hakutakiwa kuyafanya. Yeye akaendelea kumwagiwa mayonnaise za maana na huyo kijana bila hata kuwaza. Lakini mambo yakaanza kubadilika pale ambapo jamii ikaacha kunong'ona chini kwa chini, wakaanza kuongea sasa, hadi Kira mwenyewe anawasikia wakizungumza kuhusu mahusiano yake yeye na Max. Akanasikia hadi watoto wadogo wanaongea kuhusu hilo, kwamba mama mtu mzima anatuchukulia kijana ambaye angetumwagia mayonnaise. Wakamfuata bwana na wakamwattack bwana, watoto wadogo. Imagine, Max alikuwa yuko mbali kidogo, akaamua kukimbia kusogea pale kwa ajili ya kwenda kumwokoa bwana. Sasa Max alivyoingilia pale, bado vijana wakaanza kuwapiga wote wawili, na mmoja akarusha hadi jiwe likamgonga Max usoni bwana. Na Kira alivyoona vile Max ameumizwa, akafoka kwelikweli kwa wale watoto, wakaogopa na kukimbia bwana. Sasa waliorudi nyumbani, Kira akamsaidia Max kutibu kidonda, na Max akamwambia Kira, hakuna mtu yoyote atakayeingilia mapenzi yangu mimi na wewe, nitafanya kila namna niweze kukulinda kwa sababu nakupenda sana. Lakini Kira muda ule akamwambia kwamba sikiliza, umeharibu kila kitu, umeharibu amani yangu, umeharibu maisha yangu, umeharibu kila kitu. Usingekuja kwenye maisha yangu, hiki kitu kisingetokea hata kidogo. Yale maneno Max aliyategemea kabisa kutoka kwa Kira, ingawa yalikuwa yamemvunja moyo sana. Akamwambia Kira kwamba kesho ninaamua kuondoka, naondoka naenda kwetu. Akamwambia sikiliza, kama unataka unaweza kuondoka na mimi, au kama hutaki baki, ili yale tuliyoyafanya ya kuhukumu hapa, lakini ukiondoka na mimi, yale tuliyofanya yote tunaondoka nayo mimi na wewe. Lakini Kira akakataa, akamwambia hapana, siwezi. Akamkumbusha kuhusu mumewe kwamba mimi nina mume na siwezi kuondoka tu kwa miaka yote ambayo mimi nimekaa na mume wangu. Basi muda ule ule tu Max akaamua kuondoka. Kira akaamua kuweka mambo yake sawa nyumbani pamoja na kwenye boti, kuvua peke yake na nini na vitu kama hivyo, na akaamua kuweka vitu sawa kabisa kabla Anthony mume wake hajarudi. Lakini siku inayofuata ambayo Max anaondoka, Kira akawa amewaza sana, akasema achana nayo bwana, kama mbwai na iwe mbwai. Akachukua mzigo wake na akakimbia kwenda kule baharini ambako Max alikuwa ameingia kwenye boti, naye akaliwahi boti haraka kabla boti halijaondoka. Na alipofika akakaa upande wa pili bwana, Max ile anageuka akaonana uso kwa sura na Kira. Max akatabasamu na yeye akatabasamu, matabasamu yao yakakutana, wakafurahi kwelikweli. Na mama mtu mzima akawa amezifuata mayonnaise za kijana mdogo bwana. Miezi kadhaa ikawa imepita, tunakuja kuona Kira pamoja na Anthony mumewe wakiwa wanaingia kwenye ofisi za serikali kwa ajili ya kwenda kupata divorce paper, yani kwenda kuchukua taraka. Wameamua kutalakiana hao wawili kwa sababu Kira ameamua kuishi maisha ya ujana tena. Lakini yule mtu aliyokuwa anawaandikisha pale akamwambia, jamani, hebu fikirieni tena, kumbukeni mapenzi yenu, kumbukeni wapi mlikotoka, mnaweza mkafikiria upya mkarudiana na kuendesha maisha yenu. Lakini hawa wawili walikuwa wameshafikia maamuzi wote wawili. Lakini zaidi ya yote, Kira moyo wake ulikuwa hauna amani kwa yale aliyoyafanya. Ilimbidi tu kuweza kuachana kwa sababu pia aibu, na aliona kwamba sio fair kwa kile alichomfanyia Anto. Na walivyotoka pale wakawa wanatembea pamoja huko wakiwa wanaongea kwa hisia sana, na wakakumbatiana kwa hisia kwelikweli, na wakaagana pale. Kira akawa anamwangalia Anthony mumewe wa zamani sasa akiwa anaondoka pale, akamwangalia kwa hisia nyingi sana, na filamu yetu inaishia hapo. Bi mkubwa alizipenda kweli mayonnaise za kijana. Naomba niambie hapo kwenye comment umeipenda kwa asilimia ngapi filamu hii, lakini usiache kulike video hii na usiache kusubscribe, kwa sababu bila wewe mimi sipo kabisa. Ninakupenda ile kinoma noma noma ya